Mfumo unakwenda kutenda haki kwa walipa kodi. Ni kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda akizungumzia uanzishwaji wa mfumo mpya wa ulipaji wa kodi wa Integrate Domestic Revenue Administration System, ambayo amebainisha kwamba utaleta mapinduzi ya kikodi, usawa na kuondoa usumbufu kwa walipa kodi nchini. Mfumo huu ni wa kisasa, unajumuisha huduma zote zilizokuwa zinatolewa kwenye mifumo mbalimbali ya TRA. Unahusu usajili wa walipa kodi ambao utafanyika online, unahusu utumaji wa taarifa returns zote za kodi ambazo zitafanyika online, unahusu ulipaji wa kodi ambao utafanyika online, lakini unahusu madai mbalimbali, mawasiliano mbalimbali. Una jumla ya module 17, 15 zinaanza saizi na 2 zitamaliziwa kabla ya mwezi wa 9. Mfumo unakwenda kutenda haki kwa walipa kodi kwa sababu utakuwa na taarifa nyingi ambazo utatoa makadirio ambayo yako sahihi, lakini utaungana na mifumo mingine. Ina uwezo wa kuungana na mifumo 300. Kwa kuanzia tutaanza na 60 na tutaendelea mpaka mwezi wa 9 tuwe tumeunganisha mifumo yote 500. Kwa hiyo makadirio ya kodi yatakayotoka baada ya kuwa na huu mfumo yatakuwa ni sahihi kwa sababu yatakuwa na taarifa ambazo zimetoka sehemu mbalimbali. Lakini huu mfumo unakwenda kutoa unafuu wa kuwasiliana na walipa kodi. Barua zao wanaweza kuzileta online, majibu yetu tutayatoa online, lakini mfumo unaungana pia na mfumo wa forodha ambao tutajua sasa mtu ameagiza nini, stock yake ikoje, ameuza kiasi gani, kilichobaki ni kipi na kodi anayostahili kulipa ni ipi. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaleta mapinduzi, utaleta usawa, utaondoa usumbufu kwa sababu utafanya kazi masaa 24 siku 7. Si lazima mlipa kodi aje ofisini, anaweza akafanya pale alipo ili mradi awe yuko connected, lakini utakuwa rahisi sana. Lakini huu mfumo sasa unatengeneza mfumo wa kodi ambao ni bora, imara na ambao upo kwa ajili ya kuwezesha biashara za walipa kodi nchini. Huu mfumo tunavyouona ni mfumo ambao utatusaidia sana sisi washauri wa kodi kwa ajili ya kuwarahisishia wale walipa kodi waweze kulipa kodi kwa hiari. Hao walipa kodi tutawafundisha, na ina maana kile tunachowafundisha ni kwamba watakiona moja kwa moja kwenye mfumo, kwa sababu mfumo utakuwa unasomeka kwa watu wote. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni nzuri kwetu sisi, tumelishukuru na tumeshukuru pia serikali ya Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutoa hela nyingi kwa ajili ya kuanzisha huu mfumo ambao utatusaidia sisi kufanya kazi masaa 24. Kwa hiyo tutakuwa hata kama unasafiri unakuwa wapi, mlipa kodi anakuwa wazi, akiwa Mwanza, akiwa Shinyanga, sijui Lindi, atakuwa ana uwezo wa kulipa kodi yake na atakuwa hana kipingamizi chochote cha kusema kwamba hawezi. Na pia sisi washauri wa kodi itaturahisishia, tunapowashauri na kuwatrain itakuwa rahisi kwao kuelewa na kila kitu kitakuwa kinaonekana kwenye mfumo. Kwa hiyo ni mfumo mzuri sana na utaturahisishia kazi, na kwetu, sio kwetu sisi tu, hata walipa kodi wote. Walipa kodi wanaweza wakatoa risiti bure, kwa hiyo hata zile gharama za walipa kodi zinapungua. Kwa hiyo watakuwa kama haujanunua mashine ya EFD, lakini kwenye mfumo tayari unaweza ukatoa risiti. Kwa hiyo kwetu sisi ni rahisi, na kwa mlipa kodi ni rahisi pia, zile gharama za kununua EFD mashine zitakuwa hamna. Mfumo mpya wa iDRAS utatusaidia sisi kama tax consultant kwenye kazi zetu, lakini kupunguza mizunguko ya mara kwa mara kwenda kwenye ofisi za TRA
Zuri zaidi ni kwenye upande wa utunzaji wa taarifa. Tunapokutana na wateja walipa kodi, lakini kwenye taarifa zetu binafsi, basi mfumo huu umetueleza kwamba tunakwenda kutunza taarifa zetu kiurahisi. Lakini pia changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia awali na hasa iliyosababisha tax consultancy kutoka kwenye registered 1000 na active wakawa 500. Moja ya changamoto ni mabadiliko ya sheria ya mara kwa mara. Wapo baadhi ya tax consultant ambao wanakuwa hawako updated na sheria hizo, lakini pia hicho kinawafanya wanaondoka sokoni, kwa hiyo inawafanya wasiwe active pia.